yangu waziri mwenzangu ambaye anaitwa Ndwele ati aitwe na NCIC. Mimi nasema namna hii, kama kuna mkabara, kama kuna mtu ako na mdomo chafu, anapaswa kuitwa kesho, aandikize ripoti, anaitwa Rigathi Gachagua. Wewe ndio unaleta vitina katika taifa letu la Kenya. Uitwe pale, uulizwe maswali ngumu, alafu sisi pande tuitwe tuulizwe maswali. Mambo ya kusema auoni ili ambayo iko kwa macho yako, unaona ile iko kwa mwenzako. Wewe auoni, tunasema Kiswahili ati ya kwamba nyani haoni kundule. Na kuna mtu mmoja ambaye ni wa vitima wa roho chafu, ati yeye anasema watu ya Mlima Kenya wanadhulumiwa na hii serikali. Mimi ni mmoja wale ambaye ametoka kwa hiyo Mlima Kenya, na nataka nimwambie nikiwa kona hii ya mlima, tuliunda hii serikali tukiwa kitu moja, hatutotoka kwa hii serikali. Na kama unataka tutoke kwa hii serikali, kuna maswali nataka nikuulize utunijibu. Wakati ulikuwa naibu wa rais, serikali ilikuwa mzuri. Kwa sasa tuko na naibu wa rais anaitwa Profesa Kithure Kindiki, ambaye pia anatoka kwa hiyo Mlima Kenya. Kama sisi unatuambia tutoka kwa Mlima Kenya, kwa serikali tukiwa tu ya Mlima Kenya, tunataka utuambie, kwani Profesa Kithure Kindiki sio mtu wa Mlima Kenya? Atujibu hiyo swali. Kama hatajibu hiyo swali, tunanjua yeye ni madharau. Akiwa pale Embu Town jana, nimesikia wewe ati umeambia watu ya Embu ni mabibi ya Wakikuyu, umeambia watu ya Meru ati ni mabibi ya Wakikuyu, umeambia watu ya Wakanili ati sisi ni mabibi ya Wakikuyu. Tunakuambia hiyo shetani ikome, hiyo vitina ikome. Wewe Gachagua, sisi si mabibi ya mtu yoyote. Sisi ni watu ya Kenya, sisi ni watu ya Mlima Kenya, na tumeamua kukaa ndani ya hii serikali. Kwa sasa 2027 tunaunga mkono, na kama wewe unataka kutoka nje ya serikali, ukae nje. Lakini watu ya Mlima Kenya wakiongozwa na watu ya Meru, wakiongozwa na watu ya Tharaka-Nithi, ya Embu, ya Kirinyaga, watakaa ndani ya hiyo serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Na vile vile watu ya Isiolo watakaa ndani ya hii serikali, watu ya Tana River watakaa ndani